itafikia mahala nafsi yako itashindwa kuhimili. Utakwenda katika wakati kufanya kila aina ya hila. Ukishindwa unaweza ukatoka hata katika Uislamu, utakwenda mpaka kwa waganga kwenda kumdhuru mtu ili tu aondoke na ile neema ambayo Allah alikuwa amemneemesha nayo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wetu na kipenzi chetu Sayyid al-awwalin wal-akhirin Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni lakini ikiwa mwanzo kabisa kuhusia nafsi yangu al-muqassira bitaqwa Allah subhanahu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an, aya ya mwisho katika surati Yusuf, Allah anasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, kwa hakika ilikuwa katika visa vya wale ambao waliokuwa wamepita mitume kabla yako na waja wema ambao waliokuwa wamepita kabla yako, ewe Muhammad, kulikuwa kuna mazingatio makubwa mno. Lakini mazingatio hayo yaliwapata wale ambao ulul albab, Allah alikuwa amewafungulia, wakajua ndani ya visa vile kulikuwa kuna mazingatio yaliyokuwa makubwa. Ulul albab, ma kana hadithan yuftara, mazungumzo yale hayakuwa ni mazungumzo ya uongo, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi. Lakini Allah ametaja ndani ya Qur'an kama mambo ambayo yakuja kuwazindua wale ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yalikuwa ni upambanuzi wa kila kitu, wa hudan, na ulikuwa ni uongofu, wa rahmatan, na ni rehma, liqaumi yu'minun, kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala
aliwapa taufiki na hidayah ya kuwa na imani thabiti ya kumtambua Mola wao. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo kwa msaada wake Allah, tunafungua mazungumzo yetu haya kwa kisa miongoni mwa visa ambavyo kila mmoja miongoni mwetu anavifahamu na amevisikia na amevihifadhi. Lakini ndani ya visa hivi, ndugu zangu, tunavyokumbushana ni sehemu ya maisha tulioishi nayo katika maisha yetu ya leo, ili Muislamu achukue tahadhari, Muislamu aweze kuwaidhika, Muislamu aweze kutafuta radhi za Mola wake kwa sababu ya mazingatio tunayoyapata ndani ya visa hivi. Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an katika surati al-Maida, ewe Muhammad, wakumbushe habari ya watoto wawili wa Adam, Qabil na Habil, idh qarraba qurbanan, pindi ambapo walipojikurubisha kwa Allah kutoa sadaqa, fatuqubila min ahadihima, ikakubaliwa mmoja wao, walam yutaqabbal min al-akhar, lakini mmoja wao hakubaliwa. Watoto hawa wawili wa Adam alayhi salatu wassalam, abul bashar, Habil na Qabil, walikuwa wanafanya kazi zao. Mmoja kazi yake ni ukulima na mwingine kazi yake alikuwa ni mfugaji. Habil alikuwa ni mfugaji. Allah alivyowataka watoe sadaka kujirukubisha kwa Allah, basi mmoja Habil akachukua mnyama wake, akamchinja, akamweka sehemu ambayo Allah alikuwa amewaambia waweke pale. Ama Qabil akakusanya kila aina ya mazao alikuwa anayalima, naye akaenda pale akayaweka. Allah subhanahu akaichukua ile sadaqa ya Habil, ya kile kichinjo ambacho alichokuwa amekiweka pale, lakini hakuchukua ya Qabil. Ndugu zangu katika imani, baada ya Qabil, watoto wa baba mmoja Adam na Hawa, alivyomuona ndugu yake imechukuliwa yake haikubaliwa, qala la aqtulannak. Dhambi ya mwanzo ndani ya ardhi hii ikapatikana hapa. Akaingiwa na husda kwa ndugu yake Habil. Kwa nini ya kwake imekubaliwa lakini ya ndugu yake haikubaliwa? Na hii dhambi ya mwanzo ambayo iliyopatikana katika ardhi hii ya husda, ndiyo dhambi hiyo ya mwanzo iliyopatikana mbinguni baada ya Allah tabaraka wa taala kumuumba Adam alayhi salatu wassalam. Kilichomfanya Ibilisi ashindwe kwenda kumsujudia Adam ni mwanzo hasadi aliyokuwa nayo. Kwa nini Adam? Kisha kibri kamvaa, akataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam. Kwa dhambi hii ndio iliyompelekea Qabil kuingiwa na jazba na mori ya kutaka kumuua ndugu yake Habil. Qala la aqtulannak, nitakuua. Habil anamwambia innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah tabaraka wa taala anapokea amali za waja waliokuwa wacha Mungu, waja waliokuwa wema. La in basatta ilayka yadaka litaktulani, ikiwa wewe utanyosha mkono kuniua mimi, kunidhuru mimi, ma ana bibasiti yadi ilayka liaktulak, misinyoshi kamwe mkono wangu mimi
kukuua wewe. inni uridu an tabua biithmi wa ithmuka fatakuna min ashabi nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Mimi siwezi kunyosha mkono wangu, nachotaka mimi wewe ubebe dhambi zangu na dhambi zako, uwe miongoni mwa watu wa motoni kama hutowaidhika na ujumbe huu. Ndugu zangu, hakuna mazungumzo yaliyokuwa mazuri kama mazungumzo ambayo mtu anakumbushwa maneno ambayo ya kumkhofisha na Mola wake, lakini yote hayakumfaa kwa sababu hasadi imeshamtawala katika moyo wake. fatawat nafsuhu qatala akhihi faqatala, hakubali lolote, mori ukampanda, jazba ikampanda, akamua ndugu yake, faqatala fa asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamehasirika duniani na siku ya kiyama. Tayari maiti ya ndugu yake iko mbele yake, hajui afanye nini pale. Allah anamuonyesha udhaifu. Fabaatha Allahu ghuraban yabhathu fil ardh liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah anamtuma kunguru, kiumbe dhaifu, kunguru huyu, ili amuonyeshe jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Yeye ameshindwa kumzika ndugu yake, ameshindwa, atafanya nini? Allah anamleta kunguru, kisha anamuonyesha jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Chukua tahadhari, safisha moyo wako ili uelekee kwa Allah ukiwa huna maradhi hayo. Mtu kuugua kansa, HIV na maradhi mengine makubwa ambayo sisi tunayaogopa katika maisha ya ulimwengu, yana nafuu mno, kwa sababu haya yote yanakwenda kuisha ndani ya mwanandani. Ukishatelemkiwa na malakul mauti, hakuna tena kansa wala HIV wala maradhi yote. Lakini maradhi yalokuwa ndani ya nafsi zetu sisi, maradhi miongoni mwao ya husda, tunakwenda nayo katika maisha ya ulimwengu, tunaingia nayo ndani ya kaburi, tunakwenda nayo kusimama kwenye mahakama ya Allah. Wajibu wetu ndugu zangu katika imani, kuchukua tahadhari iliyokuwa kubwa, kusafisha nafsi zetu, kwa sababu rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasul alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, ya Rasulullah ayu nas afdal, Mtume alivyoulizwa nani katika watu aliyekuwa bora, bila shaka mimi wewe sote kwa pamoja twataka ubora ambao Allah awe mwenye kuuridhia. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akajibu alivyoulizwa nani aliyekuwa bora, Mtume akasema suduqul lisani mahmumul qalbi. Mtu aliyekuwa bora ni mtu gani? Ni yule ambaye suduqul lisani wa mahmumul qalbi. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, suduqul lisani naarifuhu, mkweli wa maneno wa ulimi wake tunajua, fama mahmumul qalbi, ni nani yule ambaye mahmumul qalbi? Mtume akasema, huwa taqiyun naqi, ni mtu ambaye ni mcha Mungu aliyekuwa msafi, akiteleza kafanya dhambi anarejea kwa Mola wake wakati huo. Huwa taqiyun naqi la ithman alayhi, hana dhambi, akiteleza anarejea kwa Mola wake. Wala baghi, wala uovu, wala ghilli, wala fundo katika moyo wake juu ya Muislamu mwenzake, wala hasadi, wala hana husda. Huyu ndiye aliyekuwa bora. Na wewe ndugu yangu, kimbia kwenye ulimwengu huu,
kutafuta radhi za Allah. Lakini ili uwe bora lazima usafishe takataka zote ambao zimo katika mioyo yetu. Sikwambii wewe au mimi. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anapanda kwenye membar au anatoa mihadhara na khutba, alikuwa katika himdi yake, utangulizi anaoutoa katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah, mpaka Sheikh Albani amekusanya risala akaita khutbatul haja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Mtume anamuomba Allah atukinge Allah na shari za nafsi. Ikiwa mtume anayetamka hayo, wewe umejiaminisha nini kwa Mola wako? Na hasa katika maisha haya ambayo tunaoishi leo, ndugu zangu, aliyatabiri Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maisha haya sasa. Unadhani kwa nini Waislamu leo hawapendani? Unadhani kwa nini familia leo watu wanachukiana? Unadhani kwa nini marafiki hawapendani? Unadhani kwa nini maisha yetu yamekuwa yana dhiki kwenye mgongo huu wa ardhi? Rawa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume anawaambia masahaba, kaifa idha futihat alaykum khazain Faris wa Rum ayu qaumi antum. Wakati huo Mtume anawaambia masahaba, itakuwaje pindi ambapo Allah tabaraka wa taala atakapokuja kuwafungulia nyinyi Waislamu mali ambazo walizokuwa wanazimiliki. Wakati huo superpower ilikuwa ni Faris wa Rum. Itakuwaje nyinyi Waislamu kipindi hicho? Mtakuwa kwenye maisha gani ikiwa superpower mbili hizo ziko mikononi mwenu? Allah amewamilikisha mali zake. Qala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, ahadu 10 al-mubashirin fi al-janna, naqulu kama amarana Allah. Ya Rasulullah, tutasema kama vile ambavyo Allah alivyokuwa ametuamrisha. Mtume anawaambia, au ghairi dhalik, ni hilo tu, hakuna jingine. Tatanafasun, hapana, lipo. Mtashindana kwenye maisha ya ulimwengu. Ikiwa tayari Allah amefungua mali, mtashindana katika maisha ya ulimwengu. Utataka wewe uwe kama fulani. Kwa nini awe nacho fulani, mimi sina? Mtaanza kushindana. Wakati mnashindana na unamuona kwamba mwenzio kapata, wewe hujapata, kila unavyokwenda spidi hupati, ukikosa thumma tatahasadun, mtausudiana nyinyi kwa nyinyi. Kwa nini? Anacho wewe huna, kwa nini? Kisha mtakimbiana. Utaona kwamba huwezi kuishi tena na mtu yule uko naye, unasikia dhiki kila ukimwona. Kwa nini? Yeye anacho wewe huna. Thumma tatabaghadhun, kisha mtachukiana. Hasad ikifika hali hiyo, Mtume anasema thumma tantaliqun fi masakin almuhajirin, kisha mtaondoka, mtakwenda mpaka kwenye majumba ya muhajirin. Fatajaluna ba'dhum ala riqab ba'd, mtaenda kuuana. Hii ndio hasad jinsi ilivyo. Ukimuhusudu mtu, itafikia mahala nafsi yako itashindwa kuhimili. Utakwenda katika wakati kufanya kila aina ya hila. Ukishindwa, unaweza ukatoka hata katika Uislamu, utakwenda mpaka kwa waganga kwenda kumdhuru mtu ili tu aondoke na ile neema ambayo Allah alikuwa amemneemesha nayo. Ukishindwa hata huko, uko tayari hata kuua.
ni maradhi ambayo yalikuwa mabaya. Kwani ndugu zangu katika imani, leo majumba karibu asilimia kubwa ya Waislamu leo, kwa nini hayana amani? Kwa nini hayana amani? Kwa nini ndugu wamepunguza mapenzi wao kwa wao? Kwa nini marafiki hawapendani? Utakuta hasadi imechangia. Innal ain wal hasad idha dakhalat ala albayt husda, kijicho vikiingia kwenye familia, kathratu fihi mashakiluhum, matatizo ndani ya ile nyumba yanaanza kuongezeka. Wasdadat masaibuhum, mitihani ikitoka hili na ingia hili, ikitoka hili na ingia hili. Wanasema wanazuoni, waqad yataqatalun ala atfal asbab, wanaweza wakapigana familia, kaka na mdogo wake, baba na ndugu yake, dada na kaka yake, ala atfal asbab, sababu ya kijinga. Ilikuwa inatafutwa iwashwe moto ule, sababu ya kijinga sana inapelekea watu wanakuja kugombana. Tishu, kamba, pasi inayotumika ndani ya kupigia nguo, familia inaanza kugombana pale. Kwa nini? Hasadi tu. Leo vituo vya ruqya vinaongezeka kila kukicha. Waislamu hawataki kusoma Qur'ani, hawataki kuleta adhkari za kisheria. Ndio maana ndoa nyingi zinaachika. Kazini watu wanakwenda kufanya kazi hawajielewi. Majumbani tabu. Mashaitani wanapata fursa sasa ya kuwachezea watu. Tumefungua milango sisi wenyewe, kwa sababu ndugu zangu katika imani, tuko mbali na maelekezo na maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikwambii ndani ya majumba. Nataka niwaambie jambo la kusikitisha, hata kwa sisi Waislamu, pengine mashekhe na maduati mbalimbali, hasadi ndio inaokita katika nafsi zetu wenyewe. Na hakuna hasadi iliyokuwa mbaya kama hasadi ya wanazuoni. Wanasoma Qur'ani, wao wanaijua, sunna za mtume wanazijua, aqwali za wanazuoni wanazo, na masahaba wanajua aqwali zao, lakini utashangaa husda baina yao ambayo inasababisha kuharibu hata da'wa. Sababu ukiitazama haina msingi wowote. Ameyasema mwanachuoni al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi alipokuwa anasherehesha hadithi mashuhuri, hadithi ya Umar, innamal a'mal binniyat. Ibn Uthaymeen anasema, idha ra'at al-umma, ona matatizo ambayo tulikuwa nayo hivi sasa, taasisi kwa taasisi, mashekhe kwa mashekhe, kadha wa kadha. Ibn Uthaymeen anasema, idha ra'at al-umma, umma utakapoona anna ahlu as-salah wal istiqama bainahum hadha al-hiqd wa khilaf masail ad-din, fasatudrabu saf anhum wa amma indahum min al-khair wal huda. Jamii ikikaa ikaanza kuangalia mashekhe, shekhe fulani na shekhe fulani walivyokuwa wanakaa kwenye masala ambayo pengine ikhtilafu katika dini. Idha ra'at al-umma anna ahlu as-salaha, umma utakapoona mashekhe wal istiqama na watu ambao wana msimamo kwenye dini yao, bainahum hadha al-hiqd, jinsi gani walivyokuwa wana vifundo baina yao, wal khilaf al-masail, na ikhtilafu katika mambo ya dini,
unashangaa hivi kauli hii na kauli hii inapelekea mashekhe wanataka kutoana roho kwenye member. Ibn Uthaymeen anasema umma utawapigia mfano mashekhe wale kutokana na uongofu walokuwa nao. Hivi shekhe fulani inawezekana akafikia hatua ile katika jambo hili tu? Hivi huyu shekhe si mitaa miwili anakaa nyuma yule shekhe, alishindwa nini kutoka kwenda kumpa nasaha ndugu yake Muislamu mpaka atoke aende kwenye vyombo vya habari? Hakuweza kutoka kwenda kumpa nasaha mpaka ifikie mahala kwamba azungumze, achafue heshima ya mtu. Sababu ni nini? Hasadi peke yake. Ibn Uthaymeen anasema fatara shabun, utaona jinsi gani ikhtilafu za mashehe zilipopelekea mpaka ikafikia mahala umma unaparanganyika, dini inakosa nguvu, sunna inaanza kupoteza mwelekeo kwa baadhi ya watu kwa sababu za ikhtilafu zisizokuwa za msingi. Fatara shabun, utamwona kijana sawa sawa yadkhul istiqama, anaingia kwenye msimamo wa dini, akiangalia harakati zile na zile na zile, anaanza kupata ladha, moyo wa imani unamuingia. Pengine alikuwa anafanya biashara, pengine yuko wapi na wapi, anavyoona wenzio wanakwenda kwenye halaka za elimu, naye anatamani, anamwomba Allah amwafikishe naye aende, anaingia. Anasema fatara shabun yadkhul istiqama ala anna dini khairun wal huda wa inshirahi sadri wa qalbu almutma'in, moyo unafunguka, kifua kinakuwa kina raha, anaingia kwenye dini, katika harakati za dini 100%. Akishaingia ndani sasa fayara, anaona zile ikhtilafu ambazo zilizokuwa nazo, matatizo yaliyokuwa mule ndani, khilaf, husda, chuki, vifundo kwa viongozi wa taasisi kwa taasisi, wanazuoni kwa wanazuoni. Fayatrukul istiqama, anaacha ule msimamo aliokuwa nao, anaacha harakati za dini, anafunga kitabu, liannahu ma wajada ma talaba, kwa sababu hakupata kilichomfanya kaingia mule. Sasa wewe Muislamu, ili uwe sawa sawa, lazima usafishe nafsi yako ili uende kwa Allah ukiwa salama, ukiwa ndani ya mwanandani uko salama, kuliko kuishi katika ulimwengu huu hasadi na kutafuna mwenyewe kwanza, kisha bado adhabu za kaburi zinakungojea, bado hujasimamishwa kwenye mahakama ya Allah. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, haya mavinyongo tulokuwa nayo, chuki tulizokuwa nazo, husda tulizokuwa nazo, zinatufikisha wapi? Angalieni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, turfa'u al-a'mal fi kulli yawm al-khamis wa yawm al-ithnain. Hizi amali zetu tunaswali, funga, sadaka, khairi zote tunazofanya, Allah anazinyanyua siku ya Alhamis. Fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an, Allah anasamehe dhambi zote isipokuwa mtu mmoja tu ambaye mtu yule kamshirikisha Allah, lakini zote Allah anasamehe. Fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi
illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa mtu ambaye baina yake yeye na ndugu yake Muislamu wamekuwa wana vinyongo. Fayuqal, Allah anasema andhiri hadhaini hata yastalih, acha kwanza, usipokee amali za hawa mpaka kwanza wao wajisawazishe, wasameheane wao kwa wao. Ona madhara ya kuwa na vinyongo, ona madhara ambayo tumebeba katika maisha yetu, katika mioyo yetu, mambo kama hayo. Utakwenda kumwambia nini Allah? Magomvi ambayo hayana natija yoyote kwa sababu tu ya maradhi yanayokwenda, maradhi ya hasani katika mujtama wa Kiislamu. Na mtu bahati mbaya anaweza asishtuke kwa yale aliyokuwa nayo, kwa sababu ni adhabu kwa Allah. Maradhi ya kwenye nyoyo ni adhabu kwa Allah, min uqubati Allah azza wa jalla li ba'd an-nas fi hayati dunya an yushghilahum Allah bil khusumati wal mushahanati ma'a al-akharin. Katika adhabu za Allah katika baadhi ya watu ni kuwashughulisha tu na ugomvi, mijadala, kuhasimiana na watu wengine. Lianna salamata sadri, kwa sababu salama ya vifua kuwa visafi, naimu min naim ahli janna, ni neema katika neema za peponi. Faman salima sadrahu li ikhwanihi wa ahbabihi faqad an'ama Allah alayhi bi naim ahli janna wa huwa fi dunya. Allah kiisafisha kifua chako, ukatubia ile maradhi ulokuwa nayo kwenye moyo wako, Allah amekuneemesha neema ya watu wa peponi, huku unatembea kwenye ardhi hii. Kwani ndugu zangu katika imani, kipimo changu na chako, kuna watu Allah amewasifu ndani ya Qur'ani, amewasifu ndani ya Qur'ani. Watu hao ndio hizi zama tulizokuwa nazo mimi na wewe. Hebu jipime wewe haya maradhi ya husda, vifundo kwa ndugu zako, na aya hii we umo au haumo? Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihi, na wale ambao walokuja baada ya masahaba ridwanullahi alayhim, sifa yao usema rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu samehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wasamehe na ndugu zetu ambao walotangulia, walokufa, walokuwa katika imani, wamo ndani ya maisha ya barzakh. Tusamehe sisi kwa mapungufu yetu ambayo tulokuwa nayo, lakini sio sisi tu, na ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki kwa imani. Kisha Allah asemaje? wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, ewe Allah usijalie katika nafsi zetu vifundo, chuki kwa ndugu zetu ambao tuko nao waliokuwa wameamini. Kwa wewe katika maisha haya ukiwa umebeba mambo ya mafundo, mambo kadha bila sababu yoyote, wewe ndani ya aya hii iko mashariki na wewe magharibi. Utakutana vipi na Mola wako katika hali kama hii? Wewe na ndugu yako hamuongei sababu ya hasadi, wewe na rafiki yako, wewe na jamaa yako, wewe na kadha wa kadha. Hasadi ndio inayotutafuna sisi. Ili tufike kwa Allah tumesalimika, ndugu zangu katika imani, yatupaswa tuondoe takataka zote ambazo taka hizi zinauchafua moyo wa Muislamu. Allah siku ya kiyama anachoangalia ni usafi wa nyoyo zetu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama hayatomfaa mtu mali yake yote uliyokuwa umeichuma, labda ulitumia katika mambo ya kheri, wala watoto, ila yule ambaye aliyekwenda kwa Allah moyo msafi,
Allah turuzuku moyo huu, au safishe mioyo yetu. Ndugu zangu, lazima tubadilike, lazima tubadilike katika hali tulizokuwa nazo, lazima tubadilike. Neema ya Muislamu mwenzio, muombee Allah, Allah idumishe na yakupe. Usimchukie mtu kwa neema ambayo Allah kamruzuku ukaingiwa na moyo mbaya wa hasad. Anasema mmoja katika waja wema katika masalafi, Hatim, raaitu an-nasa yatahasadun, nimeona watu wanahusudiana wao kwa wao katika maisha ya ulimwengu. Wa nadhartu qawluhu ta'ala, nikaitazama Qur'ani, kauli ya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Nikaona anayesema kwamba Allah ndio kaweka mpangilio wa maisha ya ulimwengu katika riziki zao, maisha yao ni Allah, hakuna mwingine. Anasema fataraktu alhasad, nikaacha kabisa husda. Kwa nini? Li'annahu i'tiradha an qismati Allah, nikawa mimi napingana na Allah, napingana na Allah. Tuishi katika maisha haya ndugu yangu katika imani kwa tahadhari vile vile. Usichukulie hasadi ni jambo lilokuwa dogo. Allah mwenyewe ambaye ndiye mlinzi wetu, ndio muumbaji aliyotuumba sisi, akaweka katika mgongo wa ardhi. Dini hii tunamwabudu anavyotaka yeye, lakini mwenyewe kateremsha Qur'ani na akataka mimi na wewe tujikinge, tumuombe Allah tukinge, atuhifadhi kutokana na hasadi. Utaichukulia jambo dogo hili? Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Mambo yako mengi ambayo pengine umefungua daftari lako kwa jamii, watu hawapendani, usione mambo yanaharibika, ni kwa sababu pengine mahasadi yamejaa katika mujtamaa. Ndugu yangu, ihdhar thumma ihdhar, ulaika alladhina yaakulunaka bi'ayunihim. Ogopa sana, chukua tahadhari sana wale ambao wanaokutafuna wewe kupitia katika macho yao. Hasidin, haqidin, ashabul ghilli wal marad. Ogopa sana katika jamii hii kuishi na watu ambao wanakutafuna wewe hujui, wamejaa husda, wamejaa hiqdi. Chukua sana tahadhari hiyo ndugu yangu katika imani. Alhasad yaqtul anfus, husda inaua. Mtume anasema al-ain wal hasad, al-ain tudkhilu rajul qabr wa tudkhilu al-jamal qadh. Hasadi inamuingiza mtu kaburini, sio kaburi tu, hasadi inamuingiza ngamia kwenye chungu. Mtume katupa dawa. Mengine tuchukue tahadhari. Ukimuomba mtu au mtu akikuomba wewe, bana shekhe, naomba unisaidie shilingi 5,000 au 2,000. Mtume anasema hivi, istainu ala injahi alhawaij bilkitman, saidia kukidhiana haja kwa kuficha. Kakuomba 3,000, 5,000, geuka, chomoa 3,000 ile mpe, asione kwenye wallet kuna nini. Pengine shida yake ilikuwa ni 20,000, wewe umekuwa mwepesi wa kumsaidia. Anasema anazo nyingi, bora hata ningemuomba zote 20 angenipa.
mtu asema bil kitimani, kwa kuficha. Kwa nini? Fa inna kulli dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema anausudiwa. Sasa wewe Muislamu, kwa kumalizia ndugu yangu, ukiona neema yote umeitamani anayo mwenzio, muombe Allah, wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd. Usitamani neema ambayo Allah alikuwa amewafadhilisha baadhi yenu kuwapa wengine, kama ni elimu, kama ni cheo, kama ni watoto, kama ni kadha wa kadha wa kadha. Allah asema lirijali nasibu mimma iktasabu, wanamume wanafungu lao ambao Allah alikuwa tayari amewaandikia. Walinisai nasibu mimma iktasabna, na wanawake na wenyewe Allah amewaandikia katika chumbo lao. Was'alullaha min fadli, kaa chini, ongea na Mola wako, muombe Allah na yeye akupe, akuneemeshe kutokana na fadhila zake. Usibaki unasoroneka na huzuni ukiangalia kwa nini yule ana elimu, kwa nini yule anakubalika, kwa nini yule kadha wa kadha wa kadha. Unaiunguza nafsi yako mwenyewe, unajipa maradhi ambao maradhi haya hayakusaidii duniani wala siku ya kiyama. Allah azirudishe nyoyo zetu, azitakase nafsi zetu. Allah tabaraka wa taala, na kuomba ewe Mola wetu, zingarishe nafsi zetu wenyewe, tupe mapenzi ya kupendana baina yetu. Kwa huruma zako na taufiki yako Mola wetu, tunakuomba utusame makosa yetu, tujalie amani katika nchi yetu, tupe msimamo katika dini yetu, tuepushie kila jicho ambalo lenye husda baina yetu. Wewe ndio muweza juu ya kila kitu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.